Tanzania na Burundi imekuwa ni nchi ambazo zina mahusiano mazuri, na ukiangalia tumekuwa Watanzania wengi wanasafiri kwenda Burundi kwa shughuli mbalimbali, lakini pia wananchi wa Burundi wanakuja kwa wingi Tanzania kwa shughuli mbalimbali. Hii yote ni kuenzi mahusiano mazuri tuliyokuwa nayo. Katika kuenzi mahusiano tulionayo, swala la usalama ni la muhimu na namba moja ili kuweza kukuza uchumi wa nchi zetu mbili. Ukiangalia katika mahusiano tulionayo, yanaanzia pia katika mahusiano ya Afrika Mashariki, ambapo yanaruhusu pia protocol tulizonazo, yanaruhusu wananchi wa Tanzania na wananchi wa Burundi kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine bila kipingamizi, lakini pia mtu kutoka nchi moja kati ya hizi nchi mbili zetu tulizonazo kuja kufanya kazi au kuanzisha makazi katika nchi, lakini pia kwa kufuata sheria na kanuni na taratibu zilizowekwa. Lakini kama vile bado haitoshi, Global Compact for Migration ambayo pia inasisitiza sana raia wa nchi yoyote kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine, kuhakikisha kwamba kunakuwa na utaratibu maalum, kunakuwa ni uhamiaji wa au usafiri wa usalama, lakini pia kwa kufuata sheria ili kuweza kukuza mahusiano kati ya nchi na nchi katika mahusiano ya dunia. Kwa maana hii sasa, ili nchi hizi ziendelee katika nchi yote duniani, kwamba lazima kuwepo na uhamiaji unaodhibitiwa lakini unaowezeshwa kwa kutumia sheria, taratibu na kanuni. Siku zote tunaona katika dunia kukiwa na uhamiaji, masuala ya kiuhamiaji ni sehemu mojawapo katika dunia yote yanazungumzwa ili kuleta maendeleo. Kwa hiyo uhamiaji ukiwa umewekwa vizuri unaleta maendeleo katika nchi. Lakini uhamiaji usipowezwa kuwekwa vizuri na kudhibitiwa vizuri au kuwezeshwa vizuri, basi masuala ya uhamiaji yanakuwa hatarishi katika nchi yoyote. Sasa kwa kuzingatia jambo hilo, na nchi yoyote duniani wakati inaendelea kwenye uchaguzi mkuu, swala la uhamiaji limekuwa ni swala kubwa sana duniani katika nchi nyingi. Na kama tunavyoelewa, na sisi tunaelekea kwenye uchaguzi, swala la uhamiaji ni lazima pia liwekwe, tuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama na watu wanaotoka na watu wanaoingia wanafuata taratibu na sheria. Katika kikao chetu hiki, kama nilivyosema awali, mahusiano mazuri tulio nayo ya nchi ya Tanzania na nchi ya Burundi, imekuwa ni muhimu leo kuweza kufika hapa kuweza kudiscuss, kushauriana na kuweza kupanga mikakati muhimu kuhakikisha masuala ya uhamiaji katika nchi yanafanyika vizuri, kuhakikisha kunakuwa na usalama lakini unaleta maendeleo katika nchi zetu zote hizi mbili. Kwa hiyo leo tuna furaha, tumekutana na ndugu zetu kutoka Burundi, ambapo tutakuwa na kikao hiki kuweza kuimarisha mikakati ya kuongeza usalama na kuleta maendeleo kupitia katika masuala ya uhamiaji. Ulivyosema, Burundi na Tanzania tuna uhusiano mzuri kwa kihistoria kwa muda mrefu sana, na ndio sababu lazima tuendelee kudumisha uhusiano huu mpaka milele. Mheshimiwa DG, gisi ulivyosema, uhamiaji halali kwenye mipaka yetu inaleta changamoto,
na ndio maana tulikuja hapa tuongee macho kwa macho ili tupate suluhishi ya kutosha, kwa sababu jinsi ulivyosema, kama watu wanatembea kiholela, wanaharibisha kibiashara, wanaleta mambo masio mazuri. Wakati niliona ile barua ya kutualika, nilipendelea magavana wakuje na sisi, kwa sababu wao ndo wanajua mengi kushinda sisi, kwa sababu watu wengi wanapitia njia mbalimbali na njia zenye hazijulikane. Sisi tunasema sana njia za panya. Nao sasa hao wa governor ndo wanajua mengi. Tutasaidiana jinsi tunaweza kupata solution ya kudumu. Katika jamii yetu ya Afrika Mashariki tunazungumza kama watu wanapasha kutembea vizuri, lakini kama mlivyosema, kutembea vizuri mtu anapasha kuwa na vitambulisho. Tulishaona watu wengi wanatembea bila vitambulisho. Kuna wakati tulikuwa na vitambulisho tulikuwa tunaita ujirani mwema, lakini kwa sasa tunaona vimesimama kidogo, na hiyo sasa tutaendelea kuiongelea kwa kikao hiki. Wa governor hapa, niko na governor wa Rutana na governor wa Makamba, wanasimamia wengine wa governor, kwa sababu siku hizi tulikuwa na uchaguzi. Wengi wako mwa hiyo kazi ya changamoto ya uchaguzi. Au sasa wawili watasimamia wengine, kwa sababu mpaka wa Burundi na Tanzania tulikuwa na mikoa Makamba, Rutana, Ruyigi, Chankuzo na Muyinga. Kwa sasa hivi nyuma ya hii uchaguzi itakuwa mikoa miwili, kwa sababu hivi mikoa inapunguka. Itakuwa mikoa miwili tangu mwezi wa 7. Hii mwezi wa 7 tunaanza kesho. Mbele tulikuwa na mikoa 18, kwa sasa hivi inakuwa mikoa 5 wa nchi yote mzima. Ndio. Sasa ili swala jinsi mlivyosema, tulipenda tukuje tuikae macho kwa macho tuliongee, kwa sababu vikao vingi vilipitia kupitia Kigoma na ingine mikoa mbalimbali, lakini hiyo changamoto inaendelea. Sasa tunataka tuulize tufanye je ili hiyo changamoto iishe, kwa sababu jinsi mlivyosema, hii mambo inatuletea matatizo fulani, tunapaswa sasa iishe. Kwa hiyo yote tuko pamoja na tutaweza kulimarisha. Mkuu wa mkoa wa Rutana, naitwa Olivier Nibitanga. Sasa hivi tunashukuru Mungu kuwa tunafika hapa Dar es Salaam. Tunaongea kuhusu maswali ya uhamiaji. Sisi Burundi tushaingia kwenye East African Community. Kuvuka kutoka Burundi na kuvuka kwa upande wa pili hatuna shida, na sheria inasema kuvuka hatuna shida, lakini inaonekana kuvuka bila vitambulisho ama bila vibali vyovyote ni marufuku. Vizuri kila mtu avuke, ana vitambulisho, avuke, anafuata sheria.
Sasa hivi hatujakuwa na tatizo sana, lakini inaonekana kuna watu ambao wanatoka Burundi wanaingia upande wa pili. Tushaanza kufanya mikutano ila tuambie ni kipi ambacho tunaweza tukafanya ila kuvuka isiwe tatizo, kuvuka iwe faida. Sasa kwa kuvuka inaweza kawa faida kwa uchuruzi, kwa kuzunguruka yoyote ile, lakini ukivuka vibaya inaweza kaleta tatizo. Sasa hivi ndo tunasema kila mtu ajue kwamba kuvuka ni mpaka mtu afuate sheria.